Vichwa vya habari vinavyokiki kwa timu za huko mbele ni pamoja na Brazil na Japan, vita ya kufuzu robo finali kombe la dunia leo. Brazil na Japan zinashuka dimbani katika hatua ya mtoano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. Germany wakabiliana na Paraguay katika mchezo wa kufa au kupona. Timu zote zinawania tiketi ya hatua inayofuata ya kombe la dunia. Kichwa kingine hapa kinasema Netherlands watacheza na Morocco. Mshindi ataendelea. Atakayeshindwa atarejea nyumbani. Ni moja ya mechi zinazosubiriwa kwa hamu leo hii. Haya sasa. Kichwa kingine hapa bwana kinacho trend, kichwa cha habari za michezo huko duniani ni pamoja na Canada waandika historia kwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuiondosha South Africa. Bao la dakika za mwisho limeivusha Canada kwenye hatua inayofuata. Neymar arejea kwa nguvu. Ancelotti ampa matumaini dhidi ya Japan. Kocha wa Brazil asema nyota huyo yuko tayari kuchangia zaidi katika mchezo wa leo. Lionel Messi aendelea kung'aa, aongoza mbio za ufungaji kombe la dunia. Nahodha wa Argentina anaendelea kuweka rekodi mpya kwenye mashindano. Soka la dunia lafikia hatua ya mtoano, pressure yaongezeka kwa vigogo. Timu zote sasa zinacheza mechi za kuamua hatima yao. Dirisha la usajili la chukua kasi barani Ulaya. Tetesi na mazungumzo ya uhamisho wa wachezaji yanaendelea kushika kasi. Hivyo ni baadhi ya vichwa vya habari za michezo ambazo zinakiki mitandaoni. Kwa wale ambao mpo upande wa YouTube huko, swali hapo linauliza ni kocha gani bora wa msimu? Utapiga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutatoa majibu. Tumehitimisha katika kipengele cha kwanza hicho cha vichwa vya habari za michezo kwa siku ya leo. Ninaitwa Baraka George, ni sound engineer na mtayarishaji wa matangazo hapa Imbanasi Radio. Ninawakaribisha nyote kuleta matangazo yenu mbalimbali, ikiwa ni ya taasisi, makanisa, mikutano, biashara, michezo na shughuli mbalimbali za kijamii. Tutakuandalia tangazo lako kwa ubunifu, ubora wa hali ya juu, kwa wakati na gharama nafuu sana. Tumia fursa hii kwa kupanua biashara yako na kuwajulisha wengi juu ya kile unachokifanya kwa kutangaza nasi. Tupigie kwa simu namba 0677071019. Karibu Imbanasi Radio. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Kipindi hewani ni Mambo Leo, na geukia katika kipengele cha pili, kipengele cha uchambuzi wa mechi. Uchambuzi wa mechi, na leo tunaichambua mechi ya Yanga na Azam FC. Haya sasa. Yanga na Azam FC ndio mechi ambayo tunaichambua kwa Jumatatu ya leo. Ni moja ya mechi ambazo Yanga ilionyesha ubora wake mkubwa, na hivi karibuni ikaibuka na ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Azam FC katika ligi kuu Tanzania bara. Ushindi huo ulifanya Yanga kuendelea kujiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi. Haya, wapenzi wa michezo, mje hapa tuendelee kupeana 2-3 bwana. Huwa naona huku kuna mashabiki wengi wa Yanga. Mje mniambie, mlipambana vipi mpaka mkapata ushindi wa bao 3-0 jamani? Hamjawapatia hata nafasi Azam wakaweza kupata hata bao la kufuta machozi, bao la kujipa pole. Sawa, tuendelee kuangalia. Matokeo yalikuwa ni bao 3-0 dhidi ya Azam FC. Wafungaji wa mabao alikuwa Ibrahim Baka, Depu pamoja
na Pacome Zouzoua. Hawa ndio walioipa ushindi Yanga Sports Club kwenye mechi hiyo waliocheza na Azam. Wanakuambia ukipita kwenye magazeti huko unakuta wameandika wakati mwingine wanaandika matajiri, wakati mwingine wanaandika wauza ice cream, wakati mwingine ila nyie watu wa michezo mna maneno sana nyie. Haya, nikipita na ujumbe wake Bashiri anasema tukiwa na jambo letu hakuna wa kukaa mbele yetu. Haya sasa wale wa Yanga asante sana Omari Juma kwa ujumbe wako. Haya, tuangalie huu uchambuzi wa mechi ya Yanga na Azam. Kwanza, Yanga ilianza kwa kasi. Yanga ilitawala mchezo tangu dakika za mwanzo kwa kumiliki mpira na kuisukuma Azam FC kucheza zaidi eneo lao. Bao la kwanza lilitoa utulivu na kuifanya timu kucheza kwa kujiamini zaidi. Kwamba Yanga wenyewe walitawala mpira bwana. Haya bwana Yanga hongereni. Kipengele cha pili kinasema kwamba safu ya kiungo ilidhibiti mchezo. Pacome Zouzoua, Mudathir Yahya, Duke Abuya walifanikiwa kutawala eneo la kati kwa pasi nyingi sahihi za kuzuia Azam kujenga mashambulizi. Kwa hiyo Azam walizidiwa mbinu na Yanga kiasi cha kwamba hawakupata goli hata moja. Katika kipengele cha tatu ni mashambulizi makali ambapo Prince Dube na Depo walikuwa tishio muda wote wakitengeneza nafasi nyingi na kuisumbua safu ya ulinzi ya Azam. Pasi nyingi zilitengenezwa hapo, mashambulizi yakawa ni makali. Prince Dube na Depo. Kuna kipindi wakati Depo anaingia Yanga, wengi walikuwa wanawaweka hawa watu pamoja, wanawalinganisha Dupe au Depo katika uchezaji na pia katika majina yanakuwa ni kama yanaendana. Kwa hiyo wote naona wanafanya vizuri, kila mmoja kwa nafasi yake. Kipengele cha 4 ni ulinzi wa Yanga ulikuwa imara. Bakari Mwamnyeto, Baka na Djigui Diarra walihakikisha Azam FC haipati nafasi nyingi za wazi za kufunga. Walihakikisha wapati nafasi nyingi za kufunga hawa waliokuwa wanacheza nao. Matukio muhimu katika mechi hiyo ilikuwa ni pamoja na Yanga iliongoza kipindi cha kwanza na kuendelea kushambulia katika kipindi cha pili. Azam FC ilishindwa kupata nafasi nyingi za wazi kutokana na presha kubwa ya Yanga. Na bao la 3 lilihitimisha ubora wa Yanga na kuondoa matumaini ya Azam kurejea mchezoni. Haya sasa nikipita hapa na ujumbe wake Hamisi Maulidi anasema dada ulikuwa wapi? Nilikuwepo rafiki yangu. Hapa YouTube ndio nilikuwa sionekani kwa muda, lakini Mungu ni mwema, tumerejea hapa. Kwa wale ambao mnanifuatilia kwa upande wa YouTube ni waombe muweze kusubscribe kwa wale ambao bado hamjafanya hivyo. Na swali la leo huko YouTube linauliza kwamba ni kocha gani bora kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026? Ni kocha wa Yanga, kocha wa Simba au ni kocha wa Azam? Piga kura yako hapo, halafu mwisho wa kipindi nitakusogezea majibu. Hamisi Maulidi anasema nilikuwa nikiangalia ujumbe hautaki kusomeka hapa. Anasema nilikuwa nikiandika imbanasi, nilikuwa siwaoni dadangu.
Ya, tulikuwa katika maboresho Hamisi. Si unaona hata jina ukiangalia sasa hivi. Tunatumia jina la Tanganyika Productions. Tumefanya maboresho na maboresho yakaboreka. Dakika 20 zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na kipindi hewani ni Mambo Leo. Nipo katika kipindi cha pili. Katika kipindi cha pili hichi, katika kipengele cha pili ambacho kinazungumzia uchambuzi wa mechi. Omi anasema kwani haturuhusiwi kupiga kura TikTok? Mnaruhusiwa kupiga kura, lakini pale YouTube wenyewe ukipiga kura YouTube wanahesabu wenyewe, kwa hiyo zinakuja kwa asilimia pale. Inakuwa yani inarahisisha kazi. Tofauti na huku TikTok. Lakini unaweza ukatoa maoni yako, Omi. Ni kocha gani bora wa msimu wa mwaka 2025-2026? Wetu wa majibu yako hapo bwana, alafu mwishoni tutaangalia nani ni nani. Ni kocha gani ambaye anaonekana kuwa bora tofauti na makocha wengine. Yes, ninaendelea katika kipengele hiki cha uchambuzi wa mechi, ambapo mchezaji bora wa mechi kati ya Yanga na Azam ni Pacome Zouzoua. Alitawala eneo la kiungo, alifunga bao na kuongoza mashambulizi ya Yanga kwa ubunifu mkubwa. Yanga ilionyesha kwa nini ni miongoni mwa timu bora Tanzania. Ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Azam FC ulitokana na nidhamu ya ulinzi, umiliki mzuri wa mpira na uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi. Matokeo hayo yaliimarisha nafasi yao katika mbio za ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Na hii ni uchambuzi wa mechi ambao nimekusogezea kwa Jumatatu ya leo.